Ikhwata al-iman, khutba yetu ya leo inasema madhambi na sampuli zake, au madhambi na sampuli yake. Sampuli ya madhambi na madhambi yenyewe. Kwa nini maudhui hii? Kwa sababu kila mmoja ana madhambi na kila mmoja ni mkosaji na kila mmoja ni mwenye kuteleza na kutoka katika barabara ambayo ni si sawa. Barabara ya sawa kaiacha kaenda kwenye barabara ambayo ni nyingine. Hili lapatikana kwa kila mwanadamu. Muumini yoyote yule si maasum kutokamana na madhambi, kwa maana lazima utafanya madhambi na lazima utaingia katika mitego ya sheitani, na mitego ya sheitani ni mengi sana. Akikukosa kwenye pesa atakupata kwenye upande mwingine, akikukosa kwenye huo upande mwingine atakutafutia kichochoro kingine mpaka afike katika malengo yake na mpaka afike kutekeleza ile ahadi aliyoitoa mbele ya Mwenyezi Mungu kumwambia la ughwiyannahum ajma'in, nitawapoteza waja wako wote. Kwa hivyo kukosea lazima na madhambi lazima, lakini tofauti inakuja kwenye moyo ulio hai unapokosea na moyo uliokufa unapokosea. Moyo ulio hai unapokosea unakuwa ni wenye kurudi kwa haraka, ikiwa ni sifa za wema waliotajwa kwenye Qur'ani. Walladhina idha fa'alu fahisha, wema wanapofanya machafu ya aina yoyote, dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim, wanamkumbuka Mungu na wakaomba msamaha kwa madhambi walioyafanya. Huu ndio moyo unaotakiwa. Yani tunakosea, tunateleza, tunavuka mipaka, lakini tunakuwa ni wenye kuregea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha hilo, ya kwamba kila mwanadamu ni mwenye kukosea na mbora ni mwenye kutubia, kwenye hadithi maarufu aliposema kullu bani adama khata'un, kila mwanadamu hukosea, wa khairul khata'ina at-tawwabun, na wema au mbora wa kukosea ni yule anayetubia. Mwenyezi Mungu kasema naye katika hadithi al-Qudusi, ya ibadi, enyi waja wangu nyote, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, hakika nyinyi mwakosea usiku na mchana. Usiku na mchana, Sheikh, hata matezo sahihi ni mchana, lakini kuna maasi. Lau Mungu atatufunukia, tizama watu wanavyoniasi, utakimbia. Hayo ya mchana. Kisha akija akitazama ya usiku, ndio hayasemeki kabisa namna watu wanavyomuasi. Enyi waja wangu, nyinyi mwanikosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, na mimi nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfiru lakum, takeni msamaha kwangu na mimi nitawasamehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye kasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lau lam tudhnibu, lau ingelikuwa nyinyi hamufanyi madhambi, eti sote mvacha Mungu, sote masahaba, sote watu wa khairi, sote mvaswalina, sote kila kitu, ingekuwa hamufanyi madhambi nyinyi, la dhahaba Allahu bikum, Mungu angewaondosha nyote, anangewafagia hapa duniani akawamaliza nyote. Kisha wala jaa biqaumin yudhnibuna, kisha akawaleta watu wengine wanaomkosea. Tumefahamiana? Mbona sasa hatuelewi? Usikose kuelewa. Elewa ya kwamba Mtume asema Mwenyezi Mungu, lau ingekuwa hakuna anayefanya madhambi katika sisi, basi angetuondosha duniani. Hataki hivyo
ati kwamba watu wote mwacha Mungu, angetuondosha. Kisha akaleta watu wanaomkosea. Kwa nini afanye hivyo? Analolitaka asema fayastaghfiruna Allah, ili wapate kumuomba Mungu msamaha, fayaghfiru lahum, kisha yeye awasamehe. Kwa hivyo kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la sisi kukosea hili jambo liko, na ametuumba tuwe hivyo kwamba tukosee. Tatizo mmoja lakini, hawa ambao wameumbwa wakosewe, Mola wao kawaambia ninachokitaka mukikosea tu murudi muombe msamaha. Jamaa hawapatikani kwenye msamaha, wako kwenye kukosea tu. Mwendo kwa wapi? Mwenda wapi? Mshakosea, haya sawa, basi regeeni. Allah asema afala yatubuna ila Allahi wastaghfiruna. Mungu katangaza kwenye Qur'ani tukufu watu waliofanya majanga ya kikweli kweli, watu waliosema Mwenyezi Mungu ni Isa, watu waliosema Mwenyezi Mungu ni bakhili, watu waliosema Mwenyezi Mungu ana mwanamke, watu waliosema Mwenyezi Mungu ana mtoto, na mengine mengi watu wakayazungumza. Lakini Mungu kawatangazia katika Qur'ani ya kwamba afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Kwa nini wasitubu kwa Mola wao na wakaomba msamaha, na mimi nitawasamehe? Kwa hivyo Mungu huyu alitaka hili tumkosee, baada dhalika tumuombe msamaha. Linalotakiwa kwetu ni msamaha. Imamu al-Qurtubi asema at-taubatu fardhun ala al-mu'minina biittifaqi al-muslimin. Toba ni wajibu, ni faradhi kwa waumini kwa ittifaqi ya Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kalinadia hili, watubu ila Allahi jami'an. Kisha akasema tubu ila Allahi taubatan nasuha. Zote ni aya hizi, Mwenyezi Mungu anatuita sisi waja wake turegee nyuma, tumuombe msamaha kwa yale tulioyafanya, vovote utakavyofanya. Sidhani kama kuna mtu hapa amefikia kusema Mungu ana mtoto, hakuna. Sidhani kama kuna mtu amefikia kusema Mwenyezi Mungu ana mwanamke. Sidhani kama kuna mtu amefikia kusema Mungu ni bakhili. Sidhani kama kuna mtu amefikia kusema mimi ndiye Mola wenu wa juu. Hakuna haya, hakuna, au sivyo? Lakini tunayo tunaoyafanya. Sasa ikiwa wenye majabali ya maasi wameambiwa regeeni muombe nitawasamehe, itakuwa wewe mwenye kutukana, itakuwa wewe mwenye kuvucha sigara, itakuwa wewe mwenye kula tumbako, itakuwa wewe mwenye kusaga, itakuwa wewe mwenye kupiga watu, itakuwa wewe mwenye kusengenya watu, itakuwa wewe mwenye kudhulumu watu. Hayo ukiyalinganisha na haya yaliyotajwa, hayajafika bado daraja ya ukubwa walioyafanya hawa Mwenyezi Mungu aliyotuelezea. Kwa hivyo tutubieni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la msingi, ikiwa ndio message ya leo, ni kwamba tuelewe haya maasi na madhambi tunayoyafanya yanagawanyika sehemu mbili. Intabihu. Dhambi la kwanza ni madhambi yanayohusiana na mja na Mola wake, yaani ni wewe umemkosea Mola wako. Na dhambi lingine linahusiana na wewe kumkosea Muislamu mwenzako au mwanadamu mwenzako. Haya mambo mawili lazima yawekwe wazi katika khutba ya leo, yafahamike yapi tunaotakiwa kuyafanya unapomkosea Mola wako, na yapi unaotakiwa kuyafanya wakati makosa yako yanahusiana na mwenzako, mwanadamu mwenzako. Tukianza na la kwanza, unapomkosea Mola wako unatakiwa ufanye taubatun nasuha, ambayo imekusanya masharti matatu. Yoyote anayekosea lazima awe na masharti, yani awe na mambo matatu katika toba yake. Sharti la kwanza au jambo la kwanza, kama alivyoeleza Ibn Abdul Barri katika At-Tamhid, asema an yatruka dhalika al-amal al-qabiha bin-niyyati wal-fi'li, awache lile jambo analolifanya kwa nia na kwa vitendo.
Yani nia yako uwe umetia nawaitu, sifanyi tena, kisha usilifanye kivitendo vile vile. Kisha lingine ni kwamba uweke azma alla yauda ilayhi abadan, uweke azma kwamba hutorudia tena lile dhambi ulilolifanya, weka azma hiyo. Kisha wayandama ala ma kana minhu, kisha hajutie mtu kwa yale aliyoyafanya. Haya ni masharti ya mtu kutubia, tauba ambayo inaitwa taubatan nasuha. Watana na hilo jambo, weka nia kwamba mimi nimetubia kwenye moyo wangu, weka azma kwamba sitoregelea tena, na ujutie kwa kile ulichokifanya. Hapa pana swali, je, ikiwa mtu hufanya kisha uregea, ufanya madhambi kisha karegea, humuasi Mungu kisha katubia kisha karegea, hii huwa nini kweli? Huwa ni istihzai ama kumcheza Mungu shere au ni vipi? Wanazuoni wameafikiana, wanasema hiyo si istihza, bali wanasema huyo ni moyo ulio hai. Yani ukiwa na moyo wa kukosea kisha ukafanya tauba, kisha kwa muda ukarudi tena kwenye makosa, kisha ukatubia, kisha ukarudi tena kwenye makosa, wanasema huo ni moyo ambao uko hai. Moyo ulio hai ni kwamba unapokosea unakumbuka kwamba haya makosa na ukaregea nyuma. Ninalotakiwa ni kumwomba Mungu akupe thabat katika kutubia kwako, isiwe watubu kisha ukiregea. Lakini huwezi kumwambia mtu, wala huwezi kujiambia wewe mwenyewe, mimi mmetubia na mambo ya uraibu, metubia mimi sitaki tena Ramadhani hii, toka Ramadhani mimi sija. Umekwenda mara Idul Adha imemalizika, tende imerudi wapi? Maskati, wanavyosema wenyewe. Huwezi kumwambia mwenzako, huo ni unafiki. Wewe ulikuwa ushatubia, ukitubia atubia moja kwa moja, sio watubia alafu hakuna sheria hiyo, hauitwi unafiki. Anaambiwa tu mche Mungu, tubia yani kikamilifu, muombe Mungu akupe thabat. Madamu ulikuwa umewacha, ilikuwa si sawa wewe kurudi hakadha, lakini usimwambie huku kumteza Mungu shere. Ndio wale wanafiki wale wajifanya wametubia, kumbe wako pale pale, maneno mengi ambayo hayana mwelekeo. Tumefahamiana Waislamu? Linalotakiwa tubia taubatan nasuha, na muombe Mungu akupe thabati. Hili la muhusu mja na Mola wake. Jamani, tuko pamoja paka hapo? Ushatubia, umesali, umefanya ya kheri ili kutubia. Sehemu ya pili ni ikiwa makosa yako, maasi yako yanahusiana na Muislamu mwenzako, inahusiana na haki ya mwenzako, fayushtaratu fihi shartun rabi'. Hapa kunatakiwa sharti la 4 lipatikane. Baada ya yale matatu unaongeza na sharti la 4, wa huwa an yatahallalahu min sahibihi fi dunya. Umfate muhusika uliyemdhulumu na uliyemkosea na uliyetukua haki yake katika dunia hii, na umregeshee haki yake na uombe kwake msamaha kwa yale uliyomfanyia. Haki ya mwenzako ni ipi? Mtume kakusanya haki zote 3 kwenye hadithi moja, kasema kullul muslimi ala almuslimi haramun. Mambo haya yanaofuata, Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake ni haramu. La kwanza, damuhu, kumwaga damu yake kwa njia yoyote, ima ni wewe muhusika ama ulisababisha, ulishiriki kwenye kuuawa na kupigwa mwenzako mpaka akaumizwa akatoka damu. Hufai kumwaga damu ya mwenzako kwa batili, hufai kufanya hivyo kabisa. Tena Muislamu kwa Muislamu hufai kumwaga damu ya Muislamu mwenzako. Tumefahamiana? Tayib. Wa maluhu, na hufai kumnyang'anya Muislamu mwenzako mali yake kwa njia yoyote ile. Mali si pesa peke yake, mali yoyote. Nguo ni mali, gari ni mali, nyumba,
kiwanja, chochote kile ambacho kinaingia kwenye maana ya mali ufai. Ni haramu kumnyang'anya Muislamu mwenzako mali. Wa irdhuhu, na hufai na ni haramu mtu kumvunjia mwenzake heshima yake. Mambo matatu haya, fantabihu. La kwanza damuhu, damu yake. La pili maluhu, mali yake. Ukafanya majefle yako yale, wenyewe wakasema tucheza dili hapa. Macheza dili ukatia senti za watu za haramu. Hutaki kujua, yani siku hizi mmoja akwambia hakuna pesa ulioandikwa haramu na nyingine imeandikwa halali. Zote manake ni sawa. Ni sawa kwako na ukiangalia sawa. Lakini njia ulioipatia ile pesa ikiwa ya haramu, pesa ya haramu na umekula haramu. Na watu hunyang'aniana siku hizi shekhi. Watu hupigana dafarau za kisawa sawa. Bora tu mtu yake amwendee. Ukiangalia wenye kusafirisha watu wana upande wao wa kunyang'anya watu. Safari za Katari sijui na wapi, japo si wote. Safari 2.5 laki. Haya, mara ukati wa ndege yake shilingi 5,000 7,000 Nairobi, hapo kisha urudi. Kwa wapi safari? Hakuna. Sinti zimekwenda wapi? Ametukua mwenyewe. Wacho mahudari kwa kujepa shekh. Ametukua mwenyewe. Sasa mamake mtu maskini abakie kulipa madeni. Hulipa tu. Wewe waona raha umetukua pesa za watu. Wengine wenye majumba kukuambia ile nyumba ndio ile pale. Ushaiona? Ndio ile. Tunaangalia. Ushaiona? Haya. Mimi yangu ni nusu renti ya hapa. Salala. Ndanini kureuka usubuhi basi sisi. Kureuka usubuhi kwenda maofisini, madarasa. Qala Rasulullah wa qala ta'ala. Kukauka. Nkufungua ofisi tu. Kupanga nyumba kwenye faili na kwenye simu ile pale. Renti shingapi? 60,000. Mpe mwenye nyumba 60 kisha zangu 30. Hamusiki uzuri nyinyi. Nyinyi ufanya matezo. Huko nkula haki za watu pia. Sasa si tumeelewana? Mmeelewana kweli. Na masala yako kwenye vitabu. Ahkam za simsar ni dalali au dalal kwa jina lingine. Sheria imezungumza dalali atakiwa awe vipi, ale kiasi gani na iwe vipi. Sikutoa mambo kwenye kitwa chako ukapangia watu kwa wewe hupiga pesa tu. Nyumba renti ni 100,000, wewe utukue 50. Kwa kazi gani? Nyumba ile ya yellow ndio ile. Ushamaliza wewe. Tutakwenda chomwa shekhe sisi na hizi pesa hizi na madhulma watu wanaoyafanya. Tumefahamiana Waislamu? Haki ya mtu, mali ya mtu usile kwa njia yoyote ile. Thumma irdhuhu, heshima yake. Na hili ni kubwa kuliko lingine. Usimvunjie mtu heshima yake kwa kumsingizia ambayo hakufanya, ili watu tu wamuone huyu bwana hana maana. Umuite huyu bwana ni kadhaa, huyu bwana ni mwizi, aliiba pahali fulani. Ushahidi hakuna. Shekhe, kuna mahisabu mbele ya Mungu, na mahakama ya Mungu si mahakama hizi. Husikizwa kesi miaka 40, kila siku tolewa tarehe tu. Responde nini? Mwatafuta njia ya kuhepesha haki za watu. Kesi usikizwa tu miaka mingi. Mwezi huu tumekuja, sijui nyani hakuja. Sasa mpaka lini? Ramadhani. Watu waketi mpaka mwaka uishe. Ramadhani ukija, sasa kesi wajua kuna karatasi haionekani. Sasa mpaka lini? Idul Adha. Ndio kesi. Kule hakuna kiasi kwa kiyama, hakuna mambo aji imehairishwa fulani hayuko. Mwenye kuhukumu jaji mkuu ni Allah tabaraka wa taala. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anamaliza hapo. Na hakuna faili hazipotei faili kule. Hazipotei kabisa, wala hazichomwi kwamba faili haionekani. Unaona tena faili ya kule si faili ya maandishi tu. Mbali na kwamba utapewa ambiwe iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, kuna na faili
Ukiikataa hiyo ya kwamba mimi sikubali, sikufanya hivyo, hakuna wasiwasi. Utaonyeshwa, tizama namna ulivyokuwa ukipeleka watu Omani, kumbe Omani yako ni Mshomoroni. Ule pale jiangalie baba, kijiangalia kweli utasema ni urongo, utaambiwa hakuna wasiwasi. Usijifanye ni hodari. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mungu aiambie mikono zungumza, izungumze mwanzo mpaka mwisho. Kisha ambao wasemaje bosi? Katika suratu Fussilat, Bwana baada ya kuona sasa mikono imetoka ushahidi, itaiambia mikono, lima shahidtum alaina, lima shahidtum alaina, aliowatuma museme nani? Mikono itajibu, antaqana Allahu, aliyetupa ruhusa tuongee ni Allah. Twakataa vipi sasa? Hakuna kukataa hapo. Sasa ule ubishi ule ndio sasa utukulio upelekwe. Si masala za hadithi za Abu Nuwasi hizi shekhi. Ukaona umeketi yako hukuendea tu, piga dafarao, ukiharibu heshima za watu. Yule mwizi aliiba sijui nini, aliiba kadhaa, unsingizia nshu. Mtu keti nyumba maskini ya kupangisha maisha yake hivyo, mshahara wake, umwambia ameiba mamilioni ya pesa. Mamilioni ya pesa, nchumone wata sura za milioni, sura za kupokea lake hana. Wewe msingizi umpeleka na mekotini, uharibu heshima za familia. Anta mas'ul amama rabbil alamin. Hapa sasa enjoy. Na wenye kuenjoy kwa sababu wa kutumia pesa zao na kudhalilisha watu na kujigamba. Tena mtu hujigamba, ambaye usinichezee bosi, nitakuweka ndani alafu hutotoka, ujue. Atoe simu pale apigie wakubwa, manake ni hodari sana. Peane pesa kule maskini ashikwe, mtu afungwe bila ya hatia kwa sababu ya pesa. Sasa wewe si umemfunga si ni jela, atakula maharagwe kule na sima mbichi, lakini wewe utafungwa kwenye jahannam, chakula ambacho Mwenyezi Mungu asema la yusmin wala yughni min ju', fantabihu lihadha. Na ujue ya kwamba kila unalomfanyia mwenzako katika dhulma, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukufanyia. Usiharibu heshima ya mtu kwa njia yoyote ile. Imam al-Qurtubi asema toba haiswihi ukimfanyia mwenzako moja katika hayo matatu: imma umemwaga damu yake, ama ukamnyang'anya mali yake, ama ukamvunjia heshima yake. Hakuna kuinuka tahajjud ukaja msikitini hapa, nifungulie msikiti bwana, nifungulie msikiti, nataka niswali tahajjud. Haziendi kokote tahajjud my friend. Kunu mai, mnielewe vizuri sana. Tuko kwenye dhambi sehemu ya pili. Dhambi la kwanza ni wewe umemkosea nani? Mwenyezi Mungu. Hilo tandika mswala, swali mpaka ufanye sugu kwenye sijida, Mungu atakusamehe, haina wasiwasi. Lakini la husiana na haki za watu, ndugu yangu, utaswali wewe miaka yote na haki iko pale pale bado. Mwenyezi Mungu haingilii haki ya mja wake eti wewe umemdhulumu kisha upige dafarau zako kisha usiku Allahumma ighfir lana warhamna taqabbal salatana. Hakuna hapo, haifanyi kazi. Unatakiwa urudi kwa muhusika uliyemdhulumu na uregeshe kile ambacho ulichokichukua. Ndugu zangu katika iman, anasema Mtume, yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Shahidi husamehewa madhambi yote isipokuwa deni. Sikizeni hizi hadithi za Mtume, rawahu Muslim. Mtu amekufa shahidi. Shahidi ni kifo kikubwa. Shahidi ni mtu amepata husnul khatima. Tumefahamiana? Amekufa shahidi, Mtume asema atasamehewa madhambi yote isipokuwa deni. Nataka waulize, mwenye kukopesha huwa ameiba ama alikopesha kisha aregeshe? Naam, alikopesha kisha ataregesha, au sivyo? Sasa ikiwa amekopesha ataregesha, na yuambiwa hasamehewi kwa sababu deni si ya nani? Si ya Mwenyezi Mungu, ni ya nani? Ni ya mja wa Allah. Na deni si uwizi, ni kutukua kisha tarogesha.
sikuwahi kuregesha, mmekufa. Waambiwa hasamehewi mpaka ilipwe. Leo unyang'anye kisha uinuke Allahumma ighfir lana warhamna, hakuna. Hiyo utakwenda nayo my friend mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu na utakwenda kuhukumiwa nayo. Imamu Nawawi yasema hadithi ya shahidi kwamba yasamehewa yote isipokuwa deni, hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam atakakuambia ya kwamba amali njema, a'malul birri la yukaffiru huquqal adamiyyin. Amali njema, swala, sadaka, kulisha maskini, na watajia haya kwa sababu wale wenye kudhulumu watu wana desturi hiyo. Ashadhulumu miaka yote, ameshiba pesa yeye, ana majumba yake, ana kila kitu chake, hata sasa mimi fulani bin fulani nitatoa hii nyumba yangu moja na tafanya wakfu ya Masjid Quba, hiyo ikilipa mambo ya bili na maimamu, hii imejitolea hii. Kumbe malengo yake, manake hizi ni dafarau. Sasa hii kitoa ikifanya ni wakfu, itafuta yale yangu, haifuti. Mimi kuanzia leo sasa nataka nilishe maskini wa Mombasa nzima, lisha wa Kenya nzima, haki za watu hazifutiki. Mimi kuanzia leo nataka njenge misikiti, vunda nyumba zote za Mombasa, poromosha misikiti, vachu wote maimamu, haki za watu hazifutiki. Mwaniangalia? Lazima hapa tufahamiane kwa sababu tumezoea sisi hunyanyasa watu na kudhulumu, kisha tukakimbilia kwenye kufanya mambo ya kheri. Nataka kutoa wakfu, nataka kutoa Sheikh Ali, kuna gari hii Nissan mpya hii, nataka mufanyie dawa angalau na sisi tupate hizo thawabu. Thawabu nkando utapata, lakini haki za watu hazifutiki. Ukitaka regesha gari la watu, hata uwizi. Ukitaka haki za watu zifutike, regesha nyumba za watu ulionyang'anya, na pesa za watu regesha kwa mwenyewe, ubakie upige lundi kama wengine. Siku Mungu ametaka kukupa, atakupa. Message sendrio wenyewe wanasema wazungu. Wa khala alayhi salatu wassalam, Mtume naye anasema man kana lahu madhlamatun li akhihi, yoyote ambaye atakuwa ametukua haki ya mtu, min irdhihi, kwa heshima yake. Ndugu zangu, hadithi zinataja heshima kuonyesha kwamba heshima ya mtu ni kubwa kuliko hata hizo pesa. Au katukua haki yoyote, Mtume asema faliyatahallalhu minhu al'an, kuanzia sasa, manake kuanzia uko hai, regesha, mfuate muhusika, muombe msamaha na umpe haki yake kabla haijafika kiyama, siku ambao hakuna ndovu hakuna, wala vibunda hakuna. Watu hawalipani kwa pesa, pesa hazina maana. Hata ukaleta kontena za dola, siku ya kiyama hataki, muhusika hazitaki. Siku hiyo zenye thamani mbele ya Mwenyezi Mungu ni amali. Tumefahamiana? Ikiwa huna pesa, huna amali njema, utapewa amali mbovu za yule uliyemdhulumu. Akasema tena Mtume kwenye hadithi, yunadi munadin bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Atanadi mwenye kunadi siku ya kiyama, atasikia sauti hiyo aliyoko mbali kama atakavyosikia mtu aliyoko karibu. Mwenyezi Mungu atanadi kisha aseme anal maliku dayyan, mimi ndiye malik. Sasa kuna message hapa na kuna tangazo. Lasemaje? Lasema la yambaghi li ahadin, hairuhusiwi kwa yoyote, min ahli aljanna, katika watu wa peponi, yadkhulul janna, aingie peponi, wala hairuhusiwi kwa mtu wa motoni aende motoni na huku ana haki za watu. Masahaba wakamuuliza, kaifa, sasa tutalipana vipi na sisi tumefufuliwa tukiwa uchi, hatuna hata viatu, mtatoa wapi kama nilimdhulumu mtu? Qala, Mtume akamwambia alhasanatu wasayyiat, mema yako utamlipa na kama huna maovu yake utapewa wewe. Hizo ndizo sinti za siku ya kiyama. Leo watu wanalipana kulingamana na amali. Na kwenye hadithi ya muflis maruf, mtu atakwenda na zaka, atakwenda na sala, atakwenda na mambo chungu mzima,
lakini kamtukana huyu, kamdhulumu huyu, kamsengenya huyu, kamuharibia jina huyu, kamuharibia mtoto maisha ya huyu, kamfanyia yule kadhaa, kamtilia fitina huyu mpaka akafutwa kazi. Fitna yoyote ile utakaoifanya, ujue watu watalipana kulingamana na zile amali. Kisha hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ndio wenyewe wanasema kaniacha hoi, kunu mai, asema Mtume la tuaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama. Hichi ni kiapo hichi na mitaukidi ya kisawa sawa ya kwamba la tuaddunna, mutaregesha, lazima mutaregesha haki za watu siku ya kiyama. Wewe sasa tukua enjoy nazo, fanya utakavyo, lakini siku ya kiyama Mtume anasema la tuaddunna, lazima utaregesha. Hata ya salam. Waislamu kama sisi ni wacha Mungu, hii hadithi iwe yatosha kufunga khutba ya leo. Mambo mazito haya. Mtume asema hatta yuqada lishatil jalhai minashatil qarnai, mpaka mbuzi ambaye hana pembe atamshika mbuzi mwenye pembe aliyempiga duniani amshitaki kwa Mungu. My friend, wewe tukua sinti za watu tu. Mbuzi jamani, mbuzi wanyama watafufuliwa, na aya ziko wa idhal wuhushu hushirat, na siku wanyama watakapofufuliwa. Imamu Saadi katika tafsiri anasema malengo ya Mungu kuwafufua wanyama, ataka wanyama pia waliodhulumu wenzao ziregeshwe haki zao, kisha Mungu awaambie kuweni michanga, wawe michanga. Malengo nini? Malengo waambiwa wewe mwanadamu, ikiwa wanyama wataregesha haki jaza mwenyewe, ikiwa wanyama wataregesha haki, na ikiwa wanyama watashitaki kwa Mola wao kwa dhulma za wenzao. Hamujaona mbuzi wakipigana, huinua miguu ya mbele, ule mwenye pembe akafanya, manake ni hodari, akampiga mwenzake, aona raha. Ule mwenzake ana mashikio tu, sio? Sasa huyu mwenye masikio huyu atamshika mwenye pembe, amsimamishe mbele ya Mwenyezi Mungu, amwambie muulize kwa nini alinipiga huyu. Kisha wewe uketizie kwenye nyumba ambayo umenyang'anya watu, kisha ikifika kiyama ambaye ulinyang'anya, hakuna neno wengi ya peponi. Hapana, utaregesha nyumba za watu siku ya kiyama, na utaregesha pesa za watu siku ya kiyama. Sheria imeweka mikazo katika haki za watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo kajitenga, haingilii. Message ninayotaka kuitoa katika khutba ya leo ni kwamba mtu asiwe na fikra mbovu za kudhulumu watu kisha akasema nitafanyaje, tamuomba Mungu msamaha, akawa na shekhe na aya zote za msamaha nazo yeye, inna Allaha ghafurur rahim. Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe alimwambia Firauni tubia, je, itakuwa mimi nilimdhulumu mtu? Hapana. Firauni alimwambia tubia, wewe umesema mimi ni Mungu. Mwenye kusema mimi ni Mungu ametukua haki ya nani? Ya Mungu ama binadamu? Ametukua haki ya Mungu. Kwa hivyo la Mungu kwake ni rahisi kukusamehe maadamu ni haki yake yeye. Hapa twazungumza haki za watu. Mtu huwezi kutumia ujanja wa aina yoyote kuwepa hiyo. Dhulumu utakavyodhulumu, jua utaregesha haki za watu siku ya kiyama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoingilia kesi kama hiyo mpaka kila mmoja aregeshe. Wengine upelekwa peponi, ashahukumiwa yeye wa peponi, yuenda mwenyewe uteka na menyo yote haonekana kule. Mara bosi simama kidogo, kuna nini mbaregea? Kuna ishu gani hapa? Mbia kidogo kuna kesi. Na mzungumza bosi, ya Rabbi huyu bwana aliniambia atanipeleka Saudia huyu. Mimi wewe uliniambia utanipeleka Saudia 2.5 visa sijui na nini, medical sijui na nini, na ndege na kila kitu, pale pa kulala na chakula huyu. Mbona hukumpeleka? Kimya. Haya, mlipe huyu 2.5 zake. Hapa hakuna laki, hapa ni amali. Sasa amali zako zitoe, mpe huyu, atampa. Akimpa zimepungua, sasa si wa peponi tena, mbona subiri kwanza. Ilikuwa ushapitishwa kwamba uenda wapi?
waenda peponi. Lakini sasa zishapungua kwa sababu haki ya huyu mwenyewe ashachukua. Hakuja ketoa vizuri, amekuja mwingine. Arabi huyu aliniambia ataniuzia gari mpya, kisha akanipa gari mbovu, kisha akatukua 2.5 na gari yenyewe ya 300,000. Gari ya watu iko wapi? Huna. Mpe thawabu, mpe tapewa. Mpaka atakuisha kabisa, hana thawabu zozote, na kesi bado ziko, kwa sababu yeye alizoea kula pesa za watu duniani. Alijiona ni hodari, amefura mashavu, amekuwa kama kiboko. Mpe haki yake huyu, huna. Sasa mlipe thawabu, huna pia. Basi hakuna neno, tutakusaidia. Hebu angalia faili ya huyu, na pengine huyu mwenye kudai haki ilikuwa ashaambiwa yuenda motoni. Mambo mazito haya Sheikh, si mambo ya kuteka na kuona kwamba mambo ya kupita. Ambiwe madhambi yako kiasi gani ya kupeleka motoni, sio yanipeleka. Haya, tukua mfurushi mbandike nao bwana mkubwa, tukuliwe mfurushi upewe. Huyu bwana mzigo umepungua, nenda wapi? Nenda peponi. Wewe hujamaliza, kuna na mwingine amekuja naye ana kesi nyingine. Ketu ukifikiria hiyo siku, usione raha ya kula haki za watu katika maisha haya. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.